Vijana wa Tanzania wamekuwa na changamoto ya kutimiza malengo makubwa kwenye vipaji vyao, hususani mpira wa miguu, kwa sababu tu moja: vilabu vya Tanzania havina kawaida ya kushughulikia majina mapya kabisa. Ndio maana utakuta kila msimu wachezaji ni wale wale, kinachobadilika ni timu zao wanazozitumikia. Mbili, hakuna utaratibu au kawaida ya kutembelea maeneo ambayo yanazalisha vipaji, ikiwemo mashuleni, vioni, hata mtaani. Tatu, hakuna mfumo wezeshi wa kufanya vijana kutangaza vipaji vyao, au hakuna majukwaa ya kufanya vijana watangaze vipaji vyao. Ushauri wangu kwa TFF, serikali na wadau wa mpira: moja, katika msimu wa usajili wa mwaka huu wajaribu kutembelea mitaani ili wasajili vipaji vipya kwa ajili ya kutumikia vilabu vya Tanzania na pia kukuza vipaji vya Watanzania. Mbili, lazima tuweke utaratibu au kawaida ya kutembelea maeneo ambayo yanazalisha vipaji, ikiwemo vioni, mashuleni, hata mitaani. Tatu, mpira ni elimu kama elimu zingine na ni shule kama shule zingine. Kwa hiyo kama Tanzania, ili tujikwamue kwenye hili na pia tusaidie kutimiza malengo ya vijana wengi kwenye vipaji, lazima tuanzishe academy kwa ajili ya kulea na kukuza vipaji. Mwisho, mimi mwenyewe ninayezungumza ni mtu mwenye ndoto kubwa kwenye mpira, lakini mpaka saizi kwenye umri huu sijui ndoto yangu itatimia lini, na pengine kuna watu wengi na vijana wengi wa Tanzania wenye ndoto kubwa zaidi yangu, lakini mpaka dakika hii hawaelewi ndoto zao zitatimia lini, kwa sababu hakuna mfumo wezeshi na changamoto kadha wa kadha nilizozitaja. Kwa hiyo rai yangu ni kwamba lazima tuwe mstari wa mbele kutatua na kuwasaidia vijana wafikie ndoto zao za vipaji vyao, hususan kwenye mpira wa miguu. We have to do wonders.